Yaani Tanzania ndio nchi kituko pekee duniani, Tanzania, kuwa na uchaguzi katikati ya mauaji afu tuambie ulikuwa huru na haki. Ndugu Masud Osman, mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo, viongozi wote wa kamati kuu ya ACT Wazalendo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Kwanza nashukuru kwa mwaliko, na pia napenda kuwapongeza chama cha ACT Wazalendo kwa kuchukua uongozi mbali na kuwa ni chama cha siasa, lakini uongozi wa kijamii kwenye jambo hili ambalo likumba taifa letu. Nchi yetu ipo kwenye msiba, na kwa mara ya mwisho tangu mwaka 1907 mwaka 2025 nchi imeshuhudia mamia ya Watanzania wakiuliwa bila sababu za msingi na bila uwajibikaji wowote mpaka sasa hivi. Nimefuatilia kwa makini hotuba ya mwenyekiti Osman, lakini napenda nianze na swala la uchaguzi. Kwa nini tumefika hapa? Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1985 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makusudi kabisa mwaka 2024 na mwaka 2025 likaenda kutunga sheria ya kuharibu uchaguzi. Zikatungwa sheria mbili. Ikatungwa sheria ya tume ya uchaguzi. Jambo la tume ya uchaguzi ni jambo la kikatiba, linapatikana chini ya ibara ya 74 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na moja kati ya jambo muhimu kwenye katiba chini ya ibara hiyo ni kwamba jina la tume ya taifa ya uchaguzi ni la kikatiba, sio la kisheria. Ukienda kusoma leo tume ibara 74, tume ya uchaguzi ya Tanzania inaitwa tume ya taifa ya uchaguzi. Lakini bunge likaenda kutunga sheria mwaka 2024 ikatuletea kitu kinachoitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi, kitu ambacho kwenye katiba hakipo. Kitu ambacho kwenye katiba hakipo. Kwa hiyo kuanzia pale tulishaanza kutengeneza indication ya kwamba tukifika mwaka 2025 hakuwezi kukaa kuna uchaguzi kama mzee alitangulia kusema hapa, kwa sababu hatuna tume. Ibara ya 64, ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema sheria yoyote ya bunge itakayotungwa kwa kukiuka katiba, hiyo sheria inakuwa ni batili kuanzia siku inapotungwa. Kwa maana hiyo tunaingia kwenye uchaguzi mwaka 2025. Hatuna chombo mahususi cha kikatiba ambacho kingeweza kutuhakikishia sio tu kuwa na uchaguzi, lakini uchaguzi huru, wa haki na unaoaminika. Tumeingia kwenye uchaguzi ambao hausimamiwi na chombo chochote kilichopewa mamlaka kikatiba kufanya hivyo. Ndio maana hayo yakatokea. Watu hawakuenguliwa kwenye uchaguzi kwa bahati mbaya, wameenguliwa kwa makusudi, kwa sababu kulikuwa hakuna chombo kinachoweza kuratibu kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Na mpaka ninapozungumza hapa hatuna hiyo tume. Naomba nihame hapo. Swala la mauaji, kwa sababu hili swala linadogoshwa sana, linaitwa vurugu. Kwenye sheria Profesa Shivji anajua kwamba inapotokea makosa mengine madogo madogo yakachanganyika na kosa kubwa la mauaji, basi yale makosa madogo yote yanafutika, linabaki kosa moja la mauaji, kwa sababu adhabu yake ni kubwa kuliko makosa mengine. Tunapo address jambo hili la tarehe 29 Oktoba na siku chache zilizofuata baada ya hapo, hatupaswi kuzungumza kwamba kuna vurugu zilitokea. Tuzungumze kwa uwazi kwamba kuna mauaji yalitokea na sio vurugu. Kuzungumza vurugu maana yake ni kudogosha kilichotokea. Tumepoteza roho za watu. Mimi ninapozungumza kwenye jimbo langu la Kivuli walikufa watu 17 ambao nilishiriki kwenda kuwalipia gharama za mazishi kila familia. Alafu leo wakitusikiliza tunasema vurugu za Oktoba 29, tunaunda na tume ya kuchunguza vurugu. Nilipopata nafasi ya kwenda mbele ya tume niliwaambia msiende kuchunguza vurugu, kwa sababu swala la vurugu lilishashughulikiwa kisheria. Walikamatwa watu wakapelekwa mahakamani, zaidi ya vijana 700 nchi nzima walishtakiwa kwa uhaini, kwa sababu waliambiwa walikuwa wanataka kupindua serikali. Na baada ya kupelekwa mahakamani, uhaini ndio kosa pekee linalotajwa kwenye katiba ya Tanzania chini ya ibara 28 ibara ndogo ya 4. Tukatumia kitu hata ambacho hakipo kwenye sheria popote duniani, kitu kinachoitwa 4R.
tukapoka mamlaka ya DPP, wakasamehewa wale watu, wakaenda nyumbani, ingawa walitaka kupindua serikali. Na kwenye jaribio la kupindua serikali ndio tukapata madhara ya kupoteza ndugu zetu zaidi ya 518 kwa mujibu wa hotuba ya Jaji Chande. Sasa leo tunapokuja kuambiwa kwenye hotuba ya Jaji Chande kwamba moja ya mapendekezo ni kuunda tume ya kupeleleza yale yaliyotokea ili watu wawajibike kijinai. Wanawajibikaje watu kijinai kwa kutumia hiyo tume itakayoundwa wakati tayari watu walishapelekwa mahakamani na ushahidi upo? Manake mtu hawezi kupelekwa mahakamani kwa mujibu wa sheria zetu kama polisi hawajafanya kazi yao ya upelelezi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, lakini kama mkurugenzi wa mashtaka hajaridhika ule upelelezi unajitosheleza kutengeneza kesi. Sasa mimi naamini kwa kuwa tulishakwenda mahakamani tukawashtaki watu kwa uhaini, manake upelelezi ulishakamilika. Leo kuja na mapendekezo ya kuunda tena tume ya kupeleleza ni kuwatukana Watanzania ambao wamepoteza ndugu zao. Lakini siwezi kuondoka hapa bila kumpongeza Jaji Chande. Kuna mahala amesema ukweli kabisa na watu hawamuelewi. Kasema hivi, yale jaribio la mapinduzi lilipangwa, liliratibiwa na lilitekelezwa. Lilifadhiliwa na likatekelezwa. Ingawa mwisho wa siku hakusema waliopanga ni kina nani, waliofadhili na waliojaribu kutekeleza ni akina nani. Sasa ukitaka kujua waliofanya vile ni nani, rudi kwenye matukio ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi na siku chache kabla ya uchaguzi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliambiwa lijiandae sijui kufanya nini wakati nchi ilikuwa ingii kwenye vita. Tukio la uchaguzi ni tukio la kijamii linalowapa watu haki yao kuchagua viongozi, sio vita ambayo inahitaji jeshi lijiandae, lakini jeshi likajiandaa. Pamoja na kujiandaa, jeshi lilishindwa kujua watu walikuwa wanafanya mafunzo ya kupindua serikali mita 10 kutoka kwenye kituo cha polisi. Jeshi lilishindwa. Sasa utamlaumu rais kwa kosa gani? Kaambia wajiandae. Yaani rais tena ndo akachukua bunduki aende akasake wale watu? Haiwezekani. Kawaambia jiandaeni, wamejiandaa, lakini mwisho wa siku tunakuja kuona yaliyotokea. Lakini wameambiwa, rais amewaambia hakutakuwa kuna maandamano. Maandamano pekee yatakayotokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba ni maandamano ya kwenda kupiga kura. Rais katuhakikishia usalama kabisa. Lakini tumeona watu wanauliwa. Na tunaambiwa nguvu iliyotumika ilikuwa ni nguvu stahiki kabisa. Ndio maana nikasema haya mambo haya tunahitaji sana neema ya Mungu. Sababu vinginevyo tunaweza tukatoka hapa tumechanganyikiwa kabisa ukiunganisha sequence of events na kauli zilizokuwa zikitolewa hapo kabla. Mwisho, yaani Tanzania ndio nchi kituko pekee duniani, Tanzania, kuwa na uchaguzi katikati ya mauaji afu tuambiwe ulikuwa huru na haki. Tena uchaguzi ambao umefanyika sio katika muda uliopangwa, kwa sababu muda uliopangwa kufanya uchaguzi kwa maana ya zoezi la kupiga kura, kuhesabu kura, kuhakiki na kutangaza matokeo ni kuanzia asubuhi kupiga kura mpaka saa 10 jioni mwisho wa kupiga kura. Lakini mauaji yameanza kutokea saa 5 na wenyewe wanajivuna kwamba kama ni vurugu zilitokea wakati watu wameshapiga kura. Maana yake siku ile watu waliamka mapema sana saa 12 wakaenda kupiga kura saa 5 wakawa wameshamaliza. Sasa unawezaje kama unakiri kuna mauaji ya watu zaidi ya 500 nchi nzima, alafu katikati ya tukio hilo kubwa linalo draw attention ya dunia nzima kwa sasa ukasema huo uchaguzi ni huru? Lazima utakuwa umechanganyikiwa kidogo akili, au wewe ni mwenda wazimu kabisa. Haiwezekani, sababu watu wakishakufa huo ni msiba. Akitokea mmoja wetu tu hapa akafa, shughuli yote hii inasimama kwa sababu ni msiba. Sasa tuna msiba wa watu zaidi ya 500, alafu bado tunajinasibu kwamba tumeweza kupiga kura vizuri, tumehesabu, tumetangaza matokeo na tukapata matokeo ya 98% katikati ya misiba. Haiwezekani. Kwa mimi nasema tu kwa kumalizia, ndugu moderator, moja kati ya mapendekezo ambayo mimi nadhani yanaweza yakawa mjadala, tupate turejee kwenye hotuba ya Mwalimu Nyerere. Alisema hivi, ili nchi iweze kupata maendeleo inahitaji vigezo 4. Inahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Nchi yetu chini ya ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza, mwaka 92 iliamua kwa hiari
kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Lakini kwenye ground kinachofanyika sio siasa za vyama vingi vya kisiasa, ni siasa za vyama vingi vya kijeshi. Mfumo wa vyama vingi vya siasa ya kijeshi. Kwa sababu kabla ya mwaka 1992 majeshi yote, na tafsiri ya majeshi imetolewa chini ya ibara ya 147 ibara ndogo ya 4 ya katiba. Majeshi ni yale yote ambayo yana watu wanaoruhusiwa kubeba silaha, ndo tafsiri ya majeshi. Majeshi yote tunayoyaona yalikuwa ni mkoa wa kichama wa Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana unaona chama pekee cha siasa hapa Tanzania ambacho viongozi wake ni wanajeshi ni CCM. CCM imewahi kuwa na katibu mkuu ambaye ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, Marehemu Lawrence Mtazama Gama. Imewahi kuwa na katibu mkuu ni luteni wa jeshi. Imewahi kuwa na mwenyekiti mwanajeshi Rais Kikwete. Imewahi kuwa na katibu kanali Kinana. Sasa tumebadilisha tu jina, lakini mindset za watu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama bado ni za CCM. Na ndio maana unaona kwenye uchaguzi uliopita wao ndio walikuwa wanaamua nani agombee, nani atangazwe. Baada ya kusema hayo, moderator, nakushukuru sana. Asante. Nashukuru sana. Tulikuwa na rais kanali na katibu